ni uzinduzi wa ofisi za masheha ambazo leo hii zimezinduliwa na waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalumu za SMZ. Masheha katika shehia mbalimbali wametakiwa kuzitumia ofisi zao walizojengewa kwa lengo la kutatua kero za wananchi katika shehia zao. Tamko hilo limetolewa na waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalumu za SMZ, Mheshimiwa Masudi Ali Mohamed, wakati akizindua ofisi 64 za masheha zilizojengwa Unguja na Pemba huko katika shehia Matetema, wilaya Kaskazini B. Amesema serikali itaendelea kujenga miundombinu rafiki kwa watendaji wake kwa lengo la kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Mpango wa serikali ilikuwa ni kujenga ofisi hizi 388 na mpango huo mpaka leo uko hivyo, lakini kwa sababu ya wingi wa ofisi hizo tumeamua kama serikali kuzijenga kwa awamu, na awamu ya kwanza tumejenga ofisi hizi 64 ndani ya mwaka mmoja, na mwaka huu tunaotaka kwenda nao tutajenga ofisi 48 kama alivyoeleza katibu mkuu. Imani yetu ndani ya kipindi cha miaka 3 au 4 au si zaidi ya hapo, Zanzibar hii itakuwa na ofisi za masheha 388 katika kila shehia. Cha kutia moyo na cha kuipongeza sana serikali hii inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, ofisi hizi zimejengwa kwa ukamilifu wake. Waliobahatika kuingia ndani hapa, Mheshimiwa Sheha wa Matetema hatochukua kiti kutoka nyumbani kwake kuleta hapa, hatochukua meza kutoka nyumbani kwake kuleta hapa. Kiti alichokuwa akitumia kwa ajili ya shughuli za usheha kule, sasa atatumia kwa shughuli zake binafsi. Lakini nataka niwakumbushe waheshimiwa masheha, tulikuta serikali hii ya awamu ya 8 wakati inaingia, mnakumbuka waheshimiwa masheha mlikuwa mkinunua bendera wenyewe. Tukaamua kuliondoa hilo. Nafarajika leo kusema kwamba masheha 388 wa Zanzibar nzima hakuna anayepaswa kununua bendera kutoka fedha zake za mfuko. Aidha, amewataka masheha hao kuzitumia ofisi hizo kwa ajili ya wananchi ili kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Nataka nichukue nafasi hii pia kuwataka sasa waheshimiwa masheha wote na viongozi wote. Nafahamu waheshimiwa masheha tunazo kamati zetu. Ujengaji wa ofisi hizi ukaendane sambamba na uimarishaji wa utendaji kazi na kupata ufanisi bora zaidi. Wameeleza hapa katibu mkuu na hata mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu, wakati fulani unaweza kumtafuta sheha wa shehia X, iwe ya Matetema ama nyingine, ukamkosa. Kwa sababu gani? Hana kituo maalum cha kufanya kazi zake. Lakini uwepo wa ofisi hizi sasa unamtaka mheshimiwa sheha, kama ilivyoelekezwa ndani ya sheria namba 7 ya tawala za mikoa ya mwaka 2014, sheha ni mtendaji wa serikali. Na ndio maana hoja yetu ilikuwa mtendaji wa serikali huyu, kwa nini na yeye asipatiwe sehemu ya kufanyia kazi? Na ndio maana tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na wote walioasisi wazo hili, leo tukafikia hatua hii. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Sheha wa shehia ya Matetema na shehia nyingine zote ambazo ofisi zao zimeshakamilika, kuanzia wiki inayofuata Jumatatu, akiamka anaingia kazini saa 1:30 kama watendaji wengine. Na mimi nataka niseme hapa hadharani, Mheshimiwa mkuu wa wilaya upo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa bahati nzuri ndio unawateua hawa, na hata mimi mwenyewe bila taarifa nitapita kwenye ofisi hizi kuona bado zimefungwa ama kuna watu wanafanya kazi. Naye katibu mkuu ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalumu za SMZ,
Isa Mahfudh Haji, akitoa taarifa ya kitaalamu, amesema serikali inatarajia kujenga tena kwa awamu nyingine ofisi 48 katika shehia zote 388 zikiwa na vifaa vya kisasa. Mheshimiwa, tayari kwa mwaka 23-24 tumejenga ofisi 64, Unguja ofisi 40 na Pemba tumejenga ofisi 24. Mheshimiwa, kwa mwaka 24-25 huu ambao tunakwenda nao, tunatarajia kujenga ofisi 48, ambapo kwa upande wa Unguja tutajenga ofisi 28 na Pemba tunatarajia kujenga ofisi 20. Mheshimiwa, kila ofisi hizi ofisi awali zilikuwa kubwa kidogo, lakini wenzetu wa ZBA kwa mamlaka ya majengo wao sasa katutaka tuzipunguze kidogo. Kwa figa yake halisi ya ujenzi wa ofisi hizi imegharimu jumla ya shilingi milioni 47,765,250 hadi kukamilika kwake. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Mheshimiwa Matar Zahor Masud amesema katika mkoa huo kuna ofisi 12 ambazo zitasaidia kuweka mazingira mazuri baina ya wananchi na masheha. Mheshimiwa Waziri, sisi tuna faraja sana katika mkoa wetu. Nadhani tuna ofisi 12 za masheha katika awamu hii ya kwanza. Moja ni hii ambayo leo umezindua. Ndugu wananchi, hii ofisi ukiingia ndani ni nzuri sana. Kama ambavyo katibu mkuu amesema, ina ofisi ya sheha ambayo nadhani iko vizuri kuliko hata ya mkuu wa wilaya. Ina huduma ya choo na viti na meza nzuri, lakini pia tayari ameshawekewa mazingira katibu wetu wa sheha, kama katibu alivyosema, serikali katika harakati za kuajiri watu hawa, lakini pia pana ukumbi pale ambao utasaidia katika vikao mbalimbali, lakini na usuluhishi wa migogoro mbalimbali ambayo inaletwa kwa viongozi wetu. Mheshimiwa Waziri, uwepo wa ofisi hizi kwetu sisi Mheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya tunapata faraja sana. Tunapata faraja kwa sababu tumekuwa na changamoto ya muda mrefu sana ya wenzetu hawa ya mazingira mazuri ya kufanya kazi. Tunawapa shida, tumewapa kazi, lakini mazingira yao kufanya kazi hayakuwa mazuri. Inabidi nyumba zao zitumike kama maeneo ya kusuluhisha kama ofisi. Sasa hii wakati mwingine inaleta tabu. Hata wale ambao wanaleta kesi zao wanatarajia wapate usiri kwenye kusikilizwa yale ambayo yanapeleka mbele ya viongozi wetu hapa. Lakini kwa sababu hatukuwa na hayo mazingira, ililazimika waendelee kufanya kazi katika mazingira hayo kwao. Lakini pia katibu amesema hata uhifadhi wa nyaraka ulikuwa kwa kutilia mashaka. Kwa kifupi, changamoto zilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo leo kwetu sisi ni faraja sana. Matarajio yetu kama ilivyoelezwa, kasi ya kuendelea kujenga ofisi zaidi ili kuhakikisha kuwa masheha wote 388 tunawafikia, basi itaendelea ikiwa ni dhamira hiyo ya Mheshimiwa Rais. Nao masheha wa shehia mbalimbali wamesema ofisi hizo zitasaidia kuondoa changamoto ambazo zilikuwa zikiwakabili katika kazi zao. Upande Hamdani Ahmada, sheha wa shehia ya Matetema. Kwa hiyo tunatoa shukurani kwanza kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuletea ofisi zetu za shehia hizi, kwa sababu kwa kweli tunapata tabu sana. Tulikuwa tunafanya kazi zetu katika majumba yetu. Kwa kweli ilikuwa hata yale mambo ya majumbani wanayagundua watu wa wananchi wetu. Lakini kwa vile tutafanya kazi katika ofisi yetu ya shehia, itakuwa ni faraja kubwa, kwa sababu tutakuwa tunakaa pamoja na kamati zetu zote, baina kamati ya mkakati pamoja na kamati ya shehia, kwa kujadili ambayo yale yatatokea katika familia za shehia. Naitwa Rashid Abrahman Rashid, shehe wa shehia Moyoni B, wilaya Kusini Unguja.
Mimi kwanza nimpongeze rais na nimpongeze waziri vile vile kwa kuchukua hatua hizi za kuwakabidhi masheha, kila sheha akiwa na ofisi yake. Kwa kweli mimi nimeshafanya kazi kwa miaka 7 katika nyumba yangu pale, lakini hali halisi nimeiona ya kufanya kazi katika nyumba zetu. Mambo mengi siri hamna, mikutano haifanyiki vizuri. Kwa hivyo nashukuru sana na napongeza sana swala zima hili la kukabidhiwa masheha ofisi kwa ajili ya utendaji wa kazi. Tutafanya kazi zetu vizuri katika hali nzuri na tutakuwa na jitihada ya kufanya zile kazi zetu katika hali ya usalama na amani. Naitwa Mwanaisha Hamis Rashid, sheha wa shehia Shakani. Nafikiria leo utakuwa na furaha sana kwa kukabidhiwa funguo zetu za ofisi. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutukumbuka na kutujali, kututengenezea ofisi. Pia sitokuwa na budi kumshukuru Mheshimiwa wetu waziri wetu wa vikosi. Nitamshukuru naye pia, alikuwa alitia juhudi yake kwa ajili ya kupata ofisi hizi. Tutafanya kazi zetu vizuri ndani ya ofisi na kupanga nyaraka zetu vizuri kwa mpangilio maalumu, pamoja na kufanya kazi zetu vizuri, kuepuka kufanya kazi ndani ya majumba yetu. Inakuwa ni usumbufu, lakini tumepata ofisi zetu, tutafanya kazi vizuri na kuweka nyaraka zetu za kazi vizuri. Nikiripoti kutoka VOP TV, ni mimi Rayani Hamadi. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.